أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، ولعنة الدائم إلى أعدائهم أجمعين من الناكثين والمارقين والقاسطين والشاكين والمشككين والضالين والمضلين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أيها الإخوة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العلي العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني قد دعيت ويوشك أن أجيب وقد خان مني خفوكم من بين أظهركم وإني مخلف فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي فإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. Tukiwa katika mwezi huu mtukufu wa Dhulhijja, tukiwa tumemaliza Idi ya Al-Adha, Idi ya kuchinja, Idi ambayo inafanyika baada ya Waislamu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapa taufiki na uwezo, wamekamilisha yale masharti ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyaweka kwenda kutimiza ibada ya hija. Na sisi ambao tunabakia huku, ikifika mwezi 10 tunasherehekea Idi. Kabla hapo tunaungana nao katika saumu, katika masiku haya matakatifu. Idi hii tumekamilisha alhamdulillah kwa vizuri, kwa usalama ambao hatujasikia matukio kama yaliyotokea miaka 2-3 nyuma ya kuuawa kwa wingi baadhi ya mahujaji, japokuwa yapo matukio yametokea 2-3 lakini si ya kutisha. Tukiwa katika Ijumaa hii mwezi 16, siku 2 mbeleni, tunaingia siku muhimu ambayo vile vile ni Idi kubwa. Idi kubwa hususan kwa wafuasi wa Ahlul Bait salawatullahi wa salamu alayhi. Eidul Ghadir au Yaumul Ghadir, majina mengi ambayo inaitwa. Ni siku tukufu, siku kubwa, siku muhimu katika Uislamu na Waislamu. Ni siku muhimu. Ikiwa tunasherehekea baada ya kumaliza mfungo wa Ramadhani, Eidul Fitri, tunafanya sherehe, watu wanakula vizuri, wanatembea, wanapiana.
hongera mbalimbali kama tunavyosherehekea Eidul Adha baada ya kukamilisha ibada ya hija na saum ambao wengine wanaanza mwezi mosi mpaka mwezi 9. Ni sikukuu hizi ni Eid, lakini Eidul Ghadir ambao ni maarufu kwa wafuasi wa Ahlul Bait salawatullahi wa salamuhu alayhi, ni Eid ambayo imetajwa ndani ya Qur'an. Ni siku muhimu, siku Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama baada ya kukamilisha kutimiza ibada ya hija, katika hija ambayo inaitwa Hijjatul Wadaa, hija yake ya mwisho tabaan na ya mwanzo, kwa sababu Mtume amehiji mara moja tu, nyingine hakufika, alizuiwa njiani. Kwa hiyo hii hija ni ya mwanzo na ya mwisho kwake, inaitwa Hijjatul Wadaa. Kwa nini Hijjatul Wadaa ikapewa jina hilo? Kwa sababu wakati anarudi aliwaaga rasmi wa Uislamu na waumini wote ambao walikuwa nao katika msafara ule, kama ule yeye ndio mwaka wake wa mwisho wa kuishi duniani. Ikabidi awaage Waislamu waumini ambao wametoka maeneo mbalimbali. Baada ya kuteremka maneno haya ya Mungu yapo ambayo yanapatikana katika suratul Maida maarufu aya 67, suratul Maida maarufu. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama baada ya kushukiwa na Jibril na kusomewa maneno haya ya ayyuhar rasul, ewe mtume wa Mungu, ewe mjumbe wa Mungu, ya ayyuhar rasul, mwaka wa mwisho huu, mwaka wa 10 Hijria, mwezi wa Dhulhijja. Aya hii inateremka mwaka wa mwisho. Tayari Mtume ameshafundisha swala, ameshafundisha saum, hija ndio hiyo anarudi kuifanya kwa vitendo, zaka zinatolewa, jihadi zimeshapiganwa nyingi, watu wameshakufa. Lakini sikiliza haya maneno ya aya hii ambayo ni katika aya za mwisho katika suratul Maida. Ujumbe huu anaambiwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya ayyuhar rasul, ewe mtume, balligh ma unzila ilayka min rabbik, fikisha. Balligh, sote hata ambao hawajenda madrasa wakiambiwa tablighi wanafahamu. Hapa balligh, fikisha, fikisha. Afikishe nini mtume mwaka wa 10 Hijiria ambalo hajalifikisha? Awambie nini masahaba aloishi nao miaka 23, miaka alopigana nao vita mbalimbali? Awafikishie nini mwaka wa mwisho katika ardhi ya jangwa kali, jua, watu wanatoka katika ibada ngumu? Ujumbe huu afikishe nini? Ila mmoja jiulize, hili jambo lina umuhimu gani ambalo bado hajalifikisha mtume? Balligh ma unzila ilayka min rabbik wa illam taf'al, na kama hukufanya, sio wa illam tuballigh. Tunaojifundisha Kiarabu utasema kwa nini hakusema wa illam tuballigh? Balligh wa illam tuballigh, la, balligh wa illam taf'al. Yani hapa kuna balligh ya maneno, lakini kuna if'al ya vitendo. Kuna kitendo kinatakiwa kifanyike ambacho ndicho Mwenyezi Mungu amemsimamisha mtume wake katikati ya safari, jua kali, jangwa,
watu wamechoka na ibada, anaambiwa ya ayuha rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik, kile ulichoteremshiwa na Mola wako. Kipi hicho? Swala ameteremshiwa. Kipi alichoteremshiwa ambacho anatakiwa akifanye kwa msisitizo huu, kwa uzito huu, katika mwezi 18 Dhulhijja, mwaka huu wa mwisho? Kipi? wa in lam taf'al fama ballaghta risalata, na kama hukufanya jambo hilo, risala yako, ujumbe wako utakuwa hujaufikisha. Ajibu. Miaka 23 wameacha mayatima, waliokatwa mikono, ni walemavu, waliokufa shahidi, waliotangulia. Lakini anaambiwa hayo yote yaliyofanyika, kama hukulifanya hili, utakuwa hujafikisha risala. Kwa maana Uislamu utakuwa hujaukamilisha. Risala aliyokupa Mungu uipeleke ikaongoze umma na iwe ni risala ya mwisho, utakuwa hujaikamilisha. Kwa hiyo ukamilisho wa risala hii, wa ujumbe huu, ndiyo kukamilika kwa dini. Hichi utakachokifanya hapa ndiyo kitakuwa kimekamilisha risala yako, kimekamilisha ujumbe wako uliopewa, kimekamilisha bitali, dini itakuwa iko vizuri, iko sawa sawa. Lakini kama hujafanya hili, dini itakuwa na mapungufu, dini itakuwa haijatimia, wabitali itakuwa ukamilifu ambao tunaotaka haujapatikana. wa illam taf'al fama ballaghta risalata, utakuwa hujafikisha ujumbe wa Mungu. Yani jambo muhimu katika bonde la Ghadir Ghum, jambo zito. Ndio maana tunasema kwamba hii ni sikukuu muhimu, ni idi muhimu, ni siku muhimu kwa Waislamu. Kwa sababu nini? Kuna jambo la dini linatakikana limekamilishwa katika masiku haya tuliokuwa nayo, ambao tunaelekea nayo mwezi 18 Dhulhijja, ambao itaswadi siku ya Jumapili, na hapa Masjidul Ghadir tutafanya hafla maalum ya siku hiyo. wa illam taf'al fama ballaghta risalata. Halafu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa uzito wa jambo ambalo anatakiwa alifikishe, ambalo anajua kwamba litapata upinzani mzito, litapata mijadala migumu, atapata shutuma mtume wake, atatuhumiwa, anamwambia la wallahu ya'simuka minan nas, Mungu atakulinda kutokana na watu. Yoyote atakayekufanyia uadui kwa hili, Mungu atakulinda. Usiwe na shaka, usiwe na wasiwasi. Wallahu ya'simuka minan nas, inna Allaha la yahdi alqauma alkafirin. Mungu hawezi kuongoza watu wenye kupinga. Tukio ambalo liko mbele yetu ni kukamilika kwa dini, kukamilika kazi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kukamilika yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyokusudia kumfanya mwanadamu kuwa khalifa katika ardhi hii, yanaanzia siku ya mwezi 18 Dhulhijja, tukio la kutangazwa. Tukio hili baada ya ujumbe huu, Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akatuma wajumbe wawasimamishe watu wote, aliyetangulia arejeshwe katika
mitawanyiko ya njia. Warabu wasema muftaraku tariq, mapishano ya njia, round about. Kama pale kwetu njia ya Jangwani, Tabata, Karume na wanaendelea mbele huko Magomeni. Pale kwenye muftaraku tariq, watu wanaoenda Syria, wanaoenda zao Yemen, wanaoenda zao Madina, watakaorudi Maka, hapo ndio wanapishana, hapo ndio wanatawanyika. Wale waliokuja hija kutoka maeneo mbalimbali, hapo ndio wanamuaga mtume, hapo ndio wanaachana mpaka mwaka mwingine wa hija kama watakutana. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama anatoa agizo watu wasimame, watu watulie, wasiondoke, na itengenezwe mimbari. Watu wanashangaa, vipi jipya limekuja, itengenezwe mimbari. Ikatengenezwa mimbari, watu wakatulia. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam Tabaan, suala hili haliko kwa wasomi pengine wa Kishia, la, suala hili liko katika vitabu vyote vya Waislamu. Ukenda katika aya hii ya 67 surati al-Maida, wamesherehesha vizuri na wapokezi zaidi ya katika tukio ambalo limepokewa kwa mutawatir, kama anavyosema wenyewe wataalamu wa hadithi. Ni tukio hili, maswahaba wote waliokuwa pale, kama ni 100,000 wamepokea 100,000, kama ni 900 wamepokea 900, kama ni 9,000 wamepokea tukio hili ya watu 9,000. Tukio la Ghadir ni tukio ambalo halina shaka katika jamii ya Uislamu, halina shaka katika vitabu vya Waislamu, halina shaka. Maswahaba wote walikuwepo pale na wameshuhudia ujumbe huu ambao Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama anapewa, na bila shaka hakuna mtu aliyomfasiri mwingine aliyefasiri ya ayuha rasul balligh ma unzila ilaik, kwamba kuna kitu chengine akifikishe kisichokuwa hichi. Wapo baadhi wanasema alifikisha pale kwamba alisimama akamwambia Ali, huyu ni rafiki yangu. Wapo kidogo wenye matatizo na Ali, wakasema Mtume alipoweka ile member pamoja na tabu yote na dhiki yote, akapanda akasema, huyo Ali ni rafiki yangu na nyinyi mfanyeni kuwa rafiki. Ajibu, ajibu. Hivi kweli katika sahaba kulikuwa kuna mtu anashaka kwamba Ali si rafiki wa Mtume? Mpaka leo papatikane tabu na aya ya Mungu ishuke kuja kutangaza urafiki? La. Tabu, watu wametoka hija, wamechoka na wanasafiri kwa farasi na punda, wasimamishwe eti Mtume anataka kuwatangazia, mimi Ali nampenda na rafiki yangu na nyinyi mpendeni, fanyeni rafiki. Hili kuna akili haipokei ya mwenye akili yani. Maswahaba wote wakijua kwamba Ali ni mtoto ambaye anamlea, yupo kwake, hii inatosha, ni zaidi ya urafiki. Ni mkwewe ambaye amemwozeshia binti wake kipenzi, hii inatosha kuona urafiki wa karibu. Ni mshika bendera wake katika vita vyote, ni msiri wake, ni mtu wake wa karibu katika mambo yote. Leo usimamishwe msafara. Masahaba alikuwa akijua kwamba Ali ni rafiki wa Mtume, ni mtu wake wa karibu. Ameshawaambia mara nyingi, anta minni bimanzilati Haruna min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Haya maneno umeyahifadhi maswahaba Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo wako wafasiri
waliosema kwamba mtume alitaka kutangaza urafiki wake, lakini mwenyewe hakufanya hivyo. Waliopokea riwaya anasema sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliwatangazia baada ya hutuba ndefu ya kuwashuhudisha kwamba amefikisha, akasema maneno haya: inni kadduitu wa yushaku an ujiba, hakika mimi nimeitwa. Inni kadduitu, mimi nimeitwa. Wa yushaku an ujiba, na nakaribia kuitikia mwito huu. Ndio maana Waislamu kaita hijjatul wada, anawaaga masahaba kwamba hatutoonana tena, nyinyi mnaoenda mbali hamtoniona tena, nyinyi mnaoenda Syria mpaka uje Madina, Maka ni muda mrefu, pengine miezi mitatu unatembea kwa farasi wako. Sitoishi miezi mitatu, hamtoniona. Yushaku an ud'a fa ujib, nakaribia kuitwa na lazima niitike wito huu. Sina choice, sina uchaguzi, lazima niitikie. Kisha naambia waqad khana minni khufuq min baini adhhurikum, nimekaribia kuondoka kati yenu, nimekaribia kuondoka, sitoishi tena muda mrefu. Haya ni katika yale muhimu ambao sasa anawaambia watu. Hii kuonesha kwamba Uislamu ni dini iliyokamilika. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameweka dini yenye utaratibu, yenye mipango, na hususan katika swala la uongozi. Hakuacha Uislamu wa ovyo ovyo. Yani rai ni kwamba Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliondoka, halafu akaachia tu watu wafanye wanavyoweza. Kila atakayetoka na upanga akiwashinda wenziwe awe ni amiri almu'minina. La, hiyo si kiongozi mwenye akili kama Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yeye anaondoka, lazima aache dini iliyotimia, iliyokamilika, yenye utaratibu. Nani atawasimamia watu yeye akiondoka? Sio watu wakae tu sehemu kijiweni halafu wachaguane kwa ngumi. Sio chama cha siasa. Huu ni Uislamu. Ni Uislamu ambao una hikma, una busara, na mtume wake ni mtume wa mwisho. Kwa lazima utumie utaratibu ambao Mungu amempa. Anawaambia waumini, anawaambia maswahaba, yushaku an ud'a fa ujib, muda wote nitaondoka kati yenu, lakini kabla ya kuondoka, fa inni mukhallifu fikum. Katika riwaya nyingine, wa inni tarikum fikum, inni taraktu fikum. Ibara zote riwaya imepokewa na mapokezi mengi. Mukhallifu fikum, na waachieni ma intamassaktum bihima. Katika kipande cha mwanzo hicho anaeleza kitu ambacho mtashikana nacho. Mimi ikiondoka, mkishikana na kitu hicho, mtabakia salama. Ma intamassaktum bihima, ikiwa mtaambatana nacho mtashinda. Ma intamassaktum bihima, ikiwa mtakamata na hivyo vitu ninavyowaachia, basi hamtopata matatizo, mtaenda mbele, mtakuwa na nguvu kama nilivyo mimi sasa hivi. Hapo mtume anatoka kashashinda fathu Maka, ameshawashinda makafiri, ameshaifungua Maka. Ma intamassaktum bihima lan tadhillu ba'di, hamtopotea, hamtodhalilishwa, hamtokuwa ombaomba. Uislamu utakuwa na nguvu. Lan tadhillu, lan tadhillu. Tumesoma nahwu, yani lan abadan, lakini kwa sharti. Sharti ni kushikamana na hivi viwili. Kwanza kitabu Allah,
kitabu cha Mungu. Watu wakikiacha kitabu cha Mungu lazima wadhalilike. Wakiacha Qur'an, kitabu Allah, Bwana Mtume anawaambia cha kwanza Qur'an, fatamassaku bi, shikamaneni nayo, ifanyieni kazi, msije mkaletewa vitu vingine, taratibu nyingine za ovyo ovyo, miongozo mingine. La, kitabu Allah ndio mwongozo wa Mungu, ndio utawafikisha kwa Mungu salama, ndio utakuwekeeni taratibu za kuishi. Nani ndugu yako, nani adui yako, uishi vipi na familia yako, ndani ya Qur'an, sio kwa wengine. Taratibu ya ndoa mtaipata ndani ya Qur'an, si kwa wengine. Taratibu ya kulea mtaipata ndani ya Qur'an, si kwa wengine. Hivyo ndo Mtume anawaambia, kwanza kitabu cha Mungu hichi, tamassaku bi, mshikenani nacho vizuri, msikiache, msije mkawaachia wengine wakafanyia kazi wasio kuwa nyinyi. Leo matatizo yote tunayoyaona katika miji ya Waislamu, katika nchi za Kiislamu duniani, ni kwamba wameiacha Qur'an. Wameiacha Qur'an, imefanywa ni ya kuimbwa tu, imefanywa ya kuimbwa, si ya kufanyiwa kazi, si ya miongozo. Miongozo ya Qur'ani iko kando, na watu wana mambo yao, wana taratibu zao. Hili limeachwa, tumefika tulipofikia hapa leo. Watu kutangaza ndoa za wanaume wakanaume jambo la kawaida, kawaida tu. Wana tena na kadi, watu wanaalikwa, jambo la kawaida katika jamii. Kitabu Allah ya kwanza na kuachieni hichi. La pili, itirati ahla baiti, na kuachieni kizazi changu, familia yangu, watoto wangu, watu ambao wananitambua mimi vizuri, watu ambao wamechukua dini sahihi yote kutoka kwangu. Hawa mshikamane nao. Kwa nini? Fa innahuma, kwa sababu viwili hivi, Qur'an wa itira, lan yaftariqa, hivi haviwezi kuachana. Huu ni khutba ya Mtume, anaitoa mbele kuna maswahaba wote, kama 124,000 katika riwaya, 100,000 katika baadhi ya riwaya. Wengine wanasema hajulikani idadi, isipokuwa Mungu ndo anajua idadi. Bwana Mtume anazungumza maneno haya na anasikiwa, fa innahuma lan yaftariqa, viwili hivi havitoachana, hatta yarida alayya alhawd, mpaka vitakaporudi kwangu siku ya kiyama. Yani Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia kwamba Qur'ani hii itaendelea kubakia mpaka kiyama, lakini vile vile ahlul baiti wangu wataendelea kubakia nao, kizazi changu kitaendelea mpaka kiyama, mpaka parapanda linapulizwa, ahlul baiti wapo. Ndio maana tunasema sasa hivi masharifu wapo, lakini yupo mtu babu wa mashariki, masharifu al-Imam al-Mahdi al-Muntazar salawatullahi wa salamuhu alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ambaye ni imamu wa 12 katika maimamu wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, yeye ndiye kizito cha pili. Kisha mpokezi wa riwaya anasema thumma nada bi'ala sauti, amefikisha jambo la kwanza ili zito, kisha akanadi. Hii ni tablighi ya maneno aliyoifanya. Aya anasema ya ayuha rasul balligh, haya ameyazungumza. Kisha aya inamwambia wa illam taf'al, ikiwa hukufanya, kuna kitu anatakiwa afanye kwa vitendo, watu wakione, sio mazungumzo tena nadharia, sio theory, practical, au watu waone.
fanada bi'ala sauti, akanadi kwa sauti kubwa wakati Ali yupo pembeni yake. Riwaya zinasema akamshika mkono mpaka bayavu ya makwapa yanaonekana, weupe unaonekana, wamenyanyua wawili hivi. Anafanya sasa ile aya inasema wa illam taf'al, ikiwa hukufanya. Anafanya sasa, akanyanyua mkono akasema faman kuntu maulahu fahadha aliyu maulah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma, kisha akaomba dua baada ya tukio hilo. Hapa ameshamtangaza rasmi ambaye mimi ni kiongozi wake, ambaye mimi ni msimamizi wake katika mambo yake, ambaye mimi nilikuwa namsimamia, ambaye ananisikiliza, basi mimi naondoka. Huyo Ali huyo atakuwa ni msimamizi wa mambo yake. Huyo Ali atakuwa ni msemaji baada yangu mimi. Hayo anayasema yuko mbele ya masahaba wote. Sasa watu wakisema maulau yani rafiki yake, la, innama waliyukumullah. Neno maula liko kule, innama waliyukumullah, ndio ile kusudia. Wa rasuluhu walladhina amanu alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Wali ni msimamizi, wali ni kiongozi. Innama waliyukumullah man kuntu maulahu, ndio hii ambayo bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameitangaza mwezi 18 Dhulhijja katika bonde la Ghadir Hum, kutangaza uongozi, kumtangaza mrithi ambaye ana sifa zile ambazo yeye anazibeba. Illa nubuwa, hatuseme kwamba Ali alikuwa ni mtume, la, si mtume. Ali ni wasi, Ali ni warithi, Ali ni khalifa, Ali ni wasii wa mtume, Ali ni mshika bendera, ni mtoto wa kulea, ni mkwe wa mtume. Lakini kubwa zaidi, Ali ndiye mlango wa elimu ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Ikiwa Eid al-Fitri, idha kana Eid al-Fitri yukmilu sawman, idha kana Eid al-Adha yukmilu al-Hajj, wa innama Eid al-Ghadir yukmilu al-Islam. Ikiwa Idi ya Fitri inakamilisha saumu, ikiwa Idi ya Adha inakamilisha hija, Eidul Ghadir inakamilisha Uislamu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh innahu kana tawwaba. Bismillahir Rahmanir Rahim. قال الله تعالى في كتابه المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلى على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين إمام المشارق والمغارب أسأل الله الغالب علي بن أبي طالب صلاة الله وسلامه عليه. صلى على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين صلاة الله وسلامه عليها. وصلى على الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة صلاة الله وسلامه عليهما. وصلي على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد بن علي وعلي بن محمد ومحمد بن علي والحسن الزكي والقائم المهدي المنتظر صلاة الله وسلامه عليهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات
والمسلمين والمسلمات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وأقم الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. اللهم صل على محمد وآل محمد، يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمير الصامتين. لكل مسألة منك سمع حاضر وجواب عتيد. اللهم ومواعيدك الصادقة وأياديك الفاضلة ورحمتك الواسعة، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تقضي لي حوائج للدنيا والآخرة بمحمد وآله الطيبين الطاهرين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. بحول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم بمحمد وآله الطيبين الطاهرين. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليك. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الحمد لله.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. شيء